نعم. وجوب الحج والمبادرة به، واجب وحج وجوب الحج والمبادرة به، واجب وحج وواجب وكفanya haraka katika jambo la haji. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. أنا سمع ابن عمر رضي الله عنهما كما متوم صلى الله عليه وسلم alisema بني الإسلام على 5: umejengwa Uislamu juu ya nguzo 5. Shahadati an la ilaha illa Allah, shahada ya kwamba hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na kama Muhammad ni mtume wa Allah, wa iqami as-salat, na kusimamisha sala, wa itai zakat, na kutoa zaka, wa haji al-bait, na kuhiji katika nyumba tukufu, wa sawmi ramadan, na kufunga Ramadan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. الحديث دليل على وجوب الحج. حديثه يونيش دليل juu ya wajibu wa ibada ya haji, wa annahu ruknun min arkani al-islam, kama hiyo ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Hausimami Uislamu wa mtu isipokuwa kwa nguzo hiyo. Liman istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye atakayeweza akiwa na uwezo katika njia hiyo. Qala ta'ala, anasema Allah ta'ala: walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt, na ana haki Allah subhanahu wa ta'ala iliyo juu ya watu. Haki yenyewe ni watu kufanya hija na kuifanyia ziara nyumba iliyokuwa kongwe. Man istata'a ilayhi sabila, kwa yule mwenye kuweza hiyo njia, bimaana istita'a katika badan na mali. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, na atakayekanusha wajibu wa haji, hakika Allah azza wa jalla ni mkwasi kutokana na walimwengu wote. وظاهر الأمر أنه على الفور، كنغلية ظاهر أمري يونيشا يويا أمري يا على الفور كهرك الشهرية، ما لم تقم قرينة مدوقوة هيكسمما قرين كفنغمانيش تشوت على خلاف ذلك يويا كنيومنا هيك. الأصل في الأمر، أصيل أمر الوجوب والمبادرة، جميع الواجبات الشرعية. أصيل matendo yote yaliyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala, asluhu ikija amr alwujub walmubadara ala alfawriyya, ni wajibu na uharaka wa kulifanyia haraka lile jambo, sio ala tarafi, sio kuchelewesha. Basi ili ije kuchelewesha ije qarin, qarin kama nini? Mfano hili jambo la haji, jambo la haji ni amri iliyokuja kwa Allah tabaraka wa taala, tena imekuja kwa wajhu wa hasru, kwa sababu ya wajhi wa uslubu uliotumika katika aya ya Allah tabaraka wa taala. Allah amesema walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt, ameka hasr kama ni haki yake pekee yake, ambayo linafilisha kutekelezewa haki Allah pekee yake, ambayo ni amri hiyo, kama ilivyokuwa amri ya tauhid. Alipouliza kumuuliza Muadh bin Jabal, atadri ma haqqu Allahi 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibad 'ala Allah? حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. katika maneno haya kuna amri, kimeangalia hii siyaki ya maneno hadithi ya Muadh, kuna neno la fi'l al-amr. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه هي فعل المضارع مجزوم منصوب بأن بحذف النون. أن يعبدوه حكنا أمر yote hapa. Je, tauhidi ni lazima si lazima?
lazima. Sababu ni haki yake Allah azza wa jalla. Ulazima wake ni wa kuchelewesha au haraka? Haraka. Sawa. Man kana mushrika فتبين له وجوب التوحيد فعليه أن يترك الشرك ويوجه إلى التوحيد. هذا أصل الأمر الحق. كذلك في هذه الآية لما يقول هو الحصر، إذا تقدم ما حقه تأخير تفيد الحصر. ولله على الناس جار مجرور أصله تأخير. حج البيت حق لله، kuzuru nyumba ya Allah ni haki ya Allah azza wa jalla. Sawa, mpaka hapo tuko pamoja. Sasa tuje katika maelezo. Asli ya aya ni mubadara wal fawriya, kufanya haraka katika jambo la kwenda hija. Isipokuwa narejea katika nukta yangu kwamba amri yoyote inayokuja inakuwa ni kwa haraka, isipokuwa papatikane karibu. Mfano hili jambo la haji, kuna karibu ya kuruhusiwa kuchelewesha kwa kipindi fulani na kulazimishiwa kufanya haraka kipindi fulani. Haji, alhajj ashhur ma'lumat, haji na miezi yake maalum. Mwezi wa haji ni kuanzia mwezi gani? Kuanzia Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja. Huwezi kwenda hija wewe katika mwezi wa Rabiul Awwal. Sawa, hii ndo qarini, hiki ndo kifungamanishi kilichokufanya ucheleweshe kwenda haji. Kwa nini? Lianna alhajja, kwa sababu haji lahu waqtun ma'lum au muhaddad, ina wakati maalum au wakati muhaddad muayyan. Kwa tasubiri mpaka kipindi kile ndo tarafi pekee ndio ruhusiwa. Lakini anakusudia Sheikh hapa, umeingia ule mwaka wewe uwezo unao, basi hapa haraka wewe azimia jambo la haji, na anza ijraati za jambo la haji. Sio useme kwamba nitafanya mwakani. Kitakacho kuchelewesha pekee ni kusubiri hayo masiku ya haji. Ndo qarin huyo. Ikiwa ibada ina sababu ya kuchelewesha kwake, ikiwa ibada ina muda wa kufanywa kwake, hii imeruhusiwa kucheleweshwa. Huwezi funga Ramadhani katika mwezi wa Rajab kwa sababu una haraka wewe ibada. Lazima usubiri kwa muda wake maalum. Ukifika muda wake ala alfawriya, lazima utekeleze kwa haraka. Narejea katika kitabu sasa. Kwa kiangalia dhahiri ya amri inafidisha juu ya fawriya, uharaka wa lile jambo anapokadiria Allah. Akakuneemesha juu ya neema ya uwezo wa mali na uwezo wa kiwiliwili, mwaka huo utakikana wewe uende haji. Kuna kauli iliyosema ala tarafi, lakini mimi sielekei kauli hiyo, naelekea kauli hii ala alfawriya, sababu ndio kuna akwali nyingi za wanawachuoni kutilia nguvu kauli hii. Naam. ومن فضل الله تعالى ورحمته وتيسيره، na katika fadhila za Allah na rahma zake na kuwepesisha kwake, anna alhajja furida marratan fil umri, haji imefaradhishwa mara moja tu katika umri wa binadamu wote, miaka atakayoishi. Kuna hija moja tu ambayo ndio kwake ni wajibu, zilizobakia tena sio wajibu pekee. لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. Hija ni mara moja, atakayezidisha hiyo ni ziada katika kujitolea katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile ikiwa amekwenda hija mara ya kwanza, mara ya pili akaingia tena haji, akishaingia tu kitamwajibikia lazima imalize, inakuwa ni wajibu kwake tena. Akishaingia katika manasikul haji, kwa maana kwamba akishavuka katika miqat, asije akasema kwamba mimi nishakwenda mwaka jana, kwa mwaka huu nimeingia, hii kwa mimi ni sunna. Kwa nikivaa kofia mathalan au nikifanya mahdhurat, la fidia zalipana, fidia itapatikana pale pale tamwaga damu, sababu kishaingia katika jambo la haji. Akasema adamu nimehiji mwaka jana, mimi mara hii arafa sikini, ile jambo haliendi katika hiyo. Ukiingia dakika utekeleze ile yote, kwa sababu inakuwa ni wajibu alayk, kama ilivyo katika
katika swala. Kiingia katika swala ya sunna ni wajibu imalize, isipokuwa patikane hali ambayo itakuzuilia ya kisheria. So ingia baadia ya swala kisha nasema basi swala tena baadia msikitini, na kata swala swala nyumbani, jambo hilo tena mtambili. Isipokuwa somo pekee yake unaweza kaingia katika somo na ukaamua ufungue katikati ya somo, wala unakataza katika sheria. Naam. وقد وردت عدة أحاديث مفادها وجوب المبادرة. na zimekuja idadi nyingi ya hadithi zinafaidisha hizo hadithi juu ya wajibu wa kufanya haraka, wasa'yu li adai faridati alhajj, na kufanya pupa katika jambo la kutekeleza faradhi ya haji. Wala yakhlu shay'un minha min maqali fi sanadi, wala hakuna kasoro chochote katika hizo hadithi katika maqali katika sanadi yake. Lakini yani haiepukani, wala yakhlu shay'un minha min maqali fi sanadi, katika hizo hadithi zilizokuja zipo ambazo zina maqali, yani haziepukani na maqali ya wanawachuoni katika sanadi yake. Lakinnaha ma'a ta'addudiha wa ikhtilafi turqiha tadullu ala wujubi alhajj ala alfawr. Lakini kule kupatikana hadithi zikao nyingi, idha ta'addadat turquhu, zimekuwa turqi nyingi na ikhtilafu za turqi yake. Kuna turqi hii katika isnadi hii, nafikiri mnafahamu nikieleza hivyo, kuna isnadi zaidi ya moja, zote hizo zajulisha juu ya wajibu wa haji ala al-fawr. Waqad sahha an Umar radiyallahu anhu annahu qala man ataqa al-hajj falam yahujja, atakayeweza haji kisha asihiji, fasawa'an alayhi yahudiyan mata am au nasrani, ni sawa juu yake kwamba amekufa myahudi au mnasara. Hadi maneno ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Wanawachuoni wanasema maneno haya hakusudii Umar bin al-Khattab kutoa hukumu kama huyu ni kafir, bali litahriq wa tahdid, kwenye kuhimiza jambo. Naona maneno haya hayapewi hukumu ya rafa, sababu ni maukufu kwa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sababu hili alilozungumza si majali ya aqida wala kutoa hukumu ya moja kwa moja. Yeye ni tahdid wa tahrib, amehimiza jambo la haji. وقد بادر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج معه سنة 10، na walifanya haraka masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo la haji pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam ule mwaka walifanya haji mwaka wa 10. وقدم المدينة بشر كثير، na wakaenda Madina watu wengi sana. Walam yabqa ahadun yuqaddiru an ya'ti rakiban aw rajilan illa qalil, hakubakia yoyote, yani wamekuja kutoka Madina watu wengi, hakubakia yoyote yule ambaye ana uwezo wa kuja kwa kipando au miguu, ila alikuja. Hata Asma binti Umais radiyallahu anha, zawjatu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, mke Abu Bakr radiyallahu anhu, kharajat wa hiya hamil, ametoka hali yakuwa ni mjamzito tena. Basi wa wiladatuha qariba, na kuzaa kwake kuko karibu, yani tayari mimba yake iko tayari kwenda kujifungua. Wa hiya ta'lam, naye anajua kwa hesabu zake, annaha satalidu fi at-tariq au fi Makkah, atazaa njiani au atazaa Makkah. lakini mubadara مما يدل أن الصحابة فهموا أن الأمر بالحج على الفور. هي جوليشة كما الصحابة والفهام جويا وفنيا أمر يحج على الفور. الإزار أسماء سندي الإزار katika manasik ya haji kuonesha kwamba hawa walifahamu al-adilla. Sasa ikiwa masahaba walifahamu al-adilla, sisi nani? Sisi tunasema kwamba kitabullah wa sunnatu rasuli ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Fasalaf manhum as-sahaba radiyallahu anhum. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يبادر إلى أداء هذا الركن العظيم. Ni wajibu ya Muislamu mwanamume na mwanamke kufanya haraka katika jambo la kutekeleza nguzo hii tukufu, matastataa ila dhalika sabil, pale tu ambapo ataweza kuipita njia hiyo. Wa ala almustati' min alaba'i wal awliya al'amal ala haji man tahta wilayatihi,
na juu ya mwenye kuweza katika baba mawali kufanyia kazi jambo la haji kwa yule ambaye yupo chini ya wilaya yake, usimamizi wake, min al-abna'i wal banati wa ghayrihim, yani wazee wapeleke watoto wao. Si unaweza kupeleka wewe mtoto wako, basi mpeleke na umpe maelekezo vizuri. Sasa vijana wanasema kwamba wakienda mapema hawajamaliza, kwanza wanakula ujana, yani hawajamaliza mambo. Kitimia miaka 50 au 60 ndio tutakwenda. Ukienda na nguvu yako kule ndio unaweza mambo mengi kuyafanya. Ikiwa umeenda kule dhaifu, kuna mambo mengi wewe yatakupita. Yaani mambo mengi sana yatakupita kwa sababu utaondoa dhaifu wako. Lakini ukienda na nguvu yako, basi mambo mengi unaweza kuyafanya. Kwa hiyo wazee ambao Allah amewakadiria katika mali wawapeleke watoto wao. Sawa. Kadhalika familia kwa ujumla. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, kila mmoja ni mchunga. Na riaya hii inaingia katika jawanib zote. Riaya inaingia katika jawanib zote, na kila mmoja ni mwenye kuulizwa juu ya yule kile ambacho amekifanyia uchunga. ويتأكد ذلك في حق البنت قبل زواجها, na inatiliwa nguvu hayo haki ya mtoto wa kike kabla ya kuolewa. Ni kama una uwezo mtoto wa kike mpeleke kabisa kabla hajaolewa, lianna hajjaha qabla an tatazawwaja sahlun wa maysur, kwa sababu hija yake kabla ya kuolewa ni nyepesi sawa kuliko akiwa na mume. Kwa nini? Bikhilafi ma idha tazawwajat faqad ya'tariha alhamlu walirdaa watarbiya, akishaolewa kuna kushika mimba, kuna kunyonyesha, kuna ulezi wa watoto. Lakini pale yupo yeye kama yeye hawazi mambo mengine, lakini anakwenda kule kaacha watoto huku wanatakiwa malezi, kwa anafanya haji huku anatafakari juu ya vile alivyoviacha huku. Lakini akiwa ni binti ambaye hajaolewa, kwenda kule na kwa nafasi nzuri yote. Wanapodhalika min al-awarid at-tari'a, na mfano hayo katika vile vizuizi venye kujitokeza pasina kutarajia. Najitokeza jambo hili katika mambo ya ndoa. Kuna mambo mengi sana sawa. Yawezekana mwanamke akagombana na mumewe, ule ugomvi mume akaamua ampe zawadi mkewe twende hija, ule ugomvi akamwambia siendi, sitaki, hawe haji sio shakera. Wewe una haji tu, unajua chomkera jakiona. Kwa mambo mengi sana. Walaysa lizawji an yamna zawjata, na hana haki kwake yeye mwanamume au mume kumzuia mkewe min hajjati alislam, katika hija ya Uislamu. Hija ya Uislamu ni moja tu, yani ni moja tu. Yani Uislamu unazingatia hija ile yako ya kwanza, ukiharibu ile zafuatia ni sunna tu. Hizo ni sunna kwako. Ile ya mwanzo takiwa ndio ichunge kweli. Lakini wengi ya watu sasa wanakuwa mtihani, anakwenda hija hajisoma hii hija zaidi ya semina za siku 2-3. Yani sisi katika fikhi tunaisoma ibada ya hija pengine miezi 5-6, si wewe semina yako ya wiki 2-3 unakwenda kufanya hija. Kuna adhkari nyingi kule, kuna manasi nyingi sana, kuna dhibiti sana hapo. Sawa, mambo mengi sana ambayo yapo. Sasa ile hija ya mwanzo dakika uichunge, ile ya mwanzo ichunge. Uichunge vizuri sana. Na mume asimzuie mkewe ikiwa amedhamiria kwenda katika jambo la hija. Liannaha wajibatun li asli ash-shar'i, kwa sababu hija hiyo ni wajibu kwa asli ya sheria. وينبغي للزوج إن كان قادرا, na yampasa mume ikiwa ana uwezo an yakuna aunan li zawjatihi, au msaada kwa mkewe, ala adai faridatiha, katika jambo la kutekeleza fardhi yake. Wala siyama man kana hadithu ahdin bizawaj, hasa ikiwa ndo kwanza kaolewa, yani bado ndoa mbichi, mahaba yamejaa pale. Watu wakiona mwanzo mahaba yanakuwa makubwa sana pale. Kama una uwezo msaidie mkeo, sababu mshaka miaka 2-3 tayari mambo yashizoeana, neno ukisema naye anarejesha, au sio?
الحياة الزوجية السعيدة. صلى الله التوفيق والسداد. فيسهل مهمتها انك ويبس jambo la kutilia himma imma bisafarihi ma'aha imma asafiri naye kumtia nguvu asafiri naye au bilidhni bihajjiha au atoidhini kwa kuhili kwake ma'a ahad ikhwaniha pamoja na moja ya ndugu zake au baadhi maharimiha au baadhi ya maharimu wake mimman taharama alayhi binasabi yule ambaye ameharamika kwa nasaba au radhaa au kwa sababu ya umumi, yani aende na maharimu yake kama ambavyo tunaeleza katika ibada ya haji. Kuna zile shurutu za wujub na shurutu za siha. Yatakikana mwanamke katika shurutu za wujub basi awe amekwenda na maharimu yake, apate maharimu kwenda naye. Allahumma wafiqna limasalihina, ewe Allah tuwafikishe katika yale yatakayotutengenezea sisi. Wa'asimna min dhunubina wa qabaihina, na utulinde na utukinge na dhambi zetu na mabaya yetu. Wasta'mil fi ta'atika jami'a jawarihina, natumia Allah katika taa yako vile vitu vyote. Waj'al lana hudatan muhtadin, tujalini uongofu ghaira dhalin wala mudillin, sio waliopotea wala kupoteza wengine. Waghfir lahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin.